Asante sana. Kabla sijaanza, naomba nimwambie mgeni rasmi alije ombi tuliloomba tukiwa Chuo Kikuu Dar es Salaam. Nilikuwa natafuta kazi, nilikuwa na frustration, lakini tulimaliza kufundishwa tukatoka nje, uliniombea sana. Baada ya miezi 6 nilipata kazi kama afisa vijana. Kwa mimi ni afisa vijana, damu yangu inatiririka afisa vijana, lakini sasa ni afisa maendeleo wa mamlaka ya maji. Baada ya kukaa kwenye mamlaka ya maji sasa na miaka 3, nimegundua tope kinyesi au mavi pamoja na zile takataka ngumu sio mzigo jamani, ni rasilimali fedha. Hela ziko nyingi hapo, lakini vijana hatuoni. Hii uchumi huu umekaaje? Yaani pale tunaweza kukusanya sisi kama vijana, lakini pia tunaweza kuchakata, lakini pia tunaweza kutumia zile rasilimali zinazotokana na hiyo taka. Nikasema fursa zilizopo ni nini? Changamoto ziko nyingi. Changamoto ya kwanza ni uchafuzi wa maji. Yaani kama tope kinyesi itaachwa chini ya ardhi bila kutibiwa, bila kuondolewa, maji yatachafuka. Kwa hiyo tutakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo ni muhimu tuyatoe. Serikali tayari imeshaliona hilo, mkuu wa mkoa anafahamu, imeweka hela nyingi sana SHUWASA kwa ajili ya kutengeneza maeneo ya matibabu ya maji taka. Kwa tutatibu hapa, tutatibu Kizumbi, tutatibu Mwagala, tutatibu Kituli, tutatibu Mwamakalanga. Kwa ni muhimu sana sisi kama vijana kuhakikisha tunashiriki kuhakikisha tunasafisha mji. Lakini pia kwenye zile takataka ngumu, kila nikienda kwenye dampo la manispaa naona kuna chupa zinatupwa. Wakati ule ni utajiri, chupa zile za konyagi, chupa za Henken zimetupwa nyingi sana kwenye dampo. Wakati sisi kama vijana tunaweza tukachukua hiyo fursa tukaendelea kusafisha mji, lakini pia tukasaidia kuondoa takataka mjini. Fursa sasa zilizopo kule kwenye maji taka, kwenye kinyesi, tunaweza kupata mbolea ambayo hii mbolea tutaitumia, na tayari SHUWASA wanafanya. Hatuna vikundi vya vijana, tunawakaribisha sana vijana muweze kutumia ile mbolea. Lakini pia kuna kitu kinaitwa biogas. Chuo cha stendi tayari wameshaanza kufanya, wana biogas inapikiwa pale. Hakikisha vijana mnafika, mnachukua hiyo fursa. Kila nikienda chooni naona mama ntilie ile imefungwa, lakini sisi kama vijana tungeichukua ile mama ntilie tukapikia ile gesi, tungekuwa mbali sana. Lakini kingine ni kuzibua vyoo pamoja na kutapisha. PPRA anasema tujiunge kwenye vikundi. Ukienda kwenye mashule vyoo vimeziba, lakini sisi kama vijana tungeanza kutapicha. Mkurugenzi wa manispaa anatoa kibali, tunasajiliwa, tunapata vifaa vya kutumia, tunaenda tunaanza kutapisha, tunaachana na wale wanaobandika mabango mabarabarani. Nini kitafanyika hapa? Kuna mtandao wa matopasi. Kwenye matopasi mimi ni makamu mwenyekiti jamani, naomba vijana wote mfahamu. Mimi ni makamu mwenyekiti wa matopasi, na wakaribisha vikundi vya vijana muweze kuanza kutapisha, lakini pia kuzibua vyoo kwa utaratibu ulio rasmi. Hela zimelala hapo jamani. Ujana raha. Nikisema hivyo mnajibu raha. Jamani, ujana raha. Raha. Ujana ujana raha. Raha. Haya, tunaendelea. Kwenye zile takataka nini tunaweza kufanya? Tunaweza tukachukua plastiki tukatengeneza tena vifungashio ambavyo hapa mjini hakuna, mpaka tuvifate Mwanza. Lakini pia vyuma chakavu ni kitu kizuri sana, tukavikusanya tukaviuza. Lakini pia utengenezaji wa box pamoja na karatasi, tunazisubiri zitoke mbali, wakati huko Kizumbi karatasi zimetupwa. Tungeweza kufanya hiyo. Lakini pia kuna nishati mbadala mkaa. Serikali inahangaika tutumie nishati safi kwenye tope kinyesi, lakini pia kwenye mkaa tunapata nishati safi ya mkaa ambayo haiharibu mazingira yetu. Kwa kusema hayo, naomba niwakaribishe sana vijana. Nirudie tena kusema taka ngumu pamoja na tope kinyesi sio mzigo, ni rasilimali fedha. Asante kwa kunisikiliza.